nidhamul irth. Sasa kwa dakika hizi tutaeleza utaratibu na nidhamu ya mirathi uliokuwepo kabla ya kuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu tuyafananishe na hali zetu na makabila yetu na koo zetu. Je, tumo ndani ya katika mirathi anavyotaka Mungu au tuko kama zile zama ambazo Mtume hajaja? Tunaelewana Sheikh? Haya, kana nidhamu al-irth fil jahiliya, ulikuwa utaratibu wa kurithishana wakati kabla ya Uislamu, mabniyan ala amrain, ulijengwa katika misingi mikuu miwili. Kwanza an-nasabi, pili as-sababi. Watu wakirithiana kwa sababu ya uzawa na watu wakirithiana kwa sababu fulani fulani ambazo tutazieleza. Nazo ni watu wanashirikiana ushirika wa kivita au kuwafanya watoto ambao si watoto wao, ni watoto wa wenzi wao, kuwafanya ni watoto wao, na yule ambaye ni baba yake hasa anakuwa si baba yake, bali baba yake anakuwa kwa huyu mzazi aliyojifanya kuwa huyu ni mwanawe, na mtoto huyu baba huyu anapofariki atastahiki kurithi. Hivi ndivyo walivyokuwa kabla ya Uislamu. Tunaelewana Waislamu? Tunaelewana au nasema mwenyewe? Na haya na hakika kabisa kwamba ni masala ambayo yatatugusa sisi wenyewe katika jamii zetu, mitaa yetu hii ya Sokota, yote tunaguswa na haya. Hakuna atakayesalimika, hakuna atakayesalimika. Sasa hatumsemi yoyote yule, bali tunaeleza Uislamu kuhusu suala la kurithi, wala hatumkusudii mtu yoyote, bali tunachoeleza ni dini yetu imefundishaje kuhusu hili basi. Na hakuna tunachokitaka isipokuwa Waislamu sisi tuondokane na dhima mbele ya Mungu. Kwa nini hamkueleza? Lakini na nyinyi msije mkao na hoja, hawa hawakutufundisha. Hoja tutakuwa tunazo ni hizi, kwamba tuliweka darasa walikataa wenyewe. Kwa hivyo kabla ya Uislamu utaratibu ulikuwa umejengwa wa kurithiana kwenye nasab na sabab. Amma nasab fakanu yuwarithuna dhukura alkibara. Kabla ya Uislamu walikuwa kuwarithisha wanamume wakubwa, sio wadogo. Wanamume ambao umri wao ni mkubwa, hawa ndio walikuwa wanastahiki kurithi kabla ya Uislamu. Kwa nini? Lianna sabab al-irthi indahum mabniyun ala al-qudrati ala hamli saifi. Kwa sababu yao ya kurithi ilikuwa imejengwa, huyu mwanamume mkubwa ndio anaweza kubeba silaha kwenda kupambana na wanaotaka kuja kuwavamia familia hii. Sasa huyu mtoto mdogo tikumpa mirathi atasaidia kitu gani? Sisi tunaelewana? Na hili dunia leo pia ipo hii. Hawa ndugu yenu kafariki, mmoja ima katika wale anazihodhi mali zile kwa sababu hawa ni wadogo na kuzifanya ni zake, ima ni baba mdogo au baba mkubwa anazihodhi zile mali, na hata wakikuwa wale wenyewe hawapi, anasema hizi mali ni za ndugu yangu. Wallahi ni makosa, wallahi ni haramu, wallahi si halali hili. Haya, twende. Kwa sababu ya kwanza hiyo, wa himayat al-ashira, na ilikuwa kuilinda familia. Huyu kaka au mtu mzima katika familia hii ndio anakwenda kupambana, wa muqatalati al-aduwi, na kupigana na maadui. Walidha, kwa ajili hii kanu yuharrimunahu ala an-nisa'i was-sibyan. Kabla ya Uislamu walikuwa wananyimwa wanawake mirathi na watoto wadogo. Leo umekuja Uislamu, wanawake wa Kiislamu wanasema mirathi imewadhulumu wanawake. Allahu akbar. Kabla ya Uislamu hawa walikuwa hawarithi,
Wallahi, baada ya kushukuru wanawake kusema alhamdulillah tumewapewa mirathi na sisi twastahiki, leo tukufuru maelekezo aliyotoa Mwenyezi Mungu kwamba wanawake na wanastahiki kurithi, kiwango ni hiki na mwanamume kiwango chake ni hiki. Lakini wapi? Hai, twende. Ama sababu iliyokuwa inawafanya wastahiki kurithi, fakana min nahiyataini, hii ilikuwa kwa pande mbili, alhilfi watabanni. Kwanza ni ushirika wa kijeshi wa pamoja ile, lakini pia kujifanyia mtoto si wako ni wako, hili lilifanywa kuwa ni sababu ya kurithi. Amma alhilfu fakana arrajulu fil jahiliya, mtu kabla ya Uislamu walikuwa yatahalafu ma sahibihi, ana shirikiana na mwenzake, qailan lahu, katika ushirika huo wanaambiana dami damuka, damu yangu ni yako na damu yako ni yangu. Si mtu wamezaliwa pamoja, la, kila mmoja na baba yake na ukoo wake na kila kitu. Ushirika huu ukawafanya namna walivyopendana, wakaona tutengeneze utaratibu huu. Wahatmi hatmuka, kuvunjika kwangu ndio kuvunjika kwako. Watarithuni wa arithuka, mimi utanirithi na wewe nitakurithi. Bi utlubu bika, mimi nitatafutwa kwa ajili yako na wewe utatafutwa kwa ajili yangu. Fa ayyuhuma mata qabla sahibihi, hivyo katika wawili hawa yoyote atafariki kabla ya mwenzake, warithahu al-akhar, ule mwingine anamrithi mwenzake, hata si ndugu hawa. Hivi ni moja ya aina ya mirathi ilivyokuwa kabla ya Uislamu. Amma alhilf, amma tabanni, fakana arrajulu minhum yatabanna ibna ghairihi, ilikuwa utaratibu kwamba mtu anajifanyia mtoto wa mwenzake, mtoto si wake, kuwa ni mtoto wake yeye, ibna ghairihi, mtoto wa mwingine kuwa ni mwana yeye. Fayantasibu ilaihi duna abihi minan nasab, hivyo yule mtoto ananasibikiana na huyu mzazi ambaye si baba yake, na yule baba yake kuanzia wakati huo si baba yake. Fa idha mata, atapofariki muddai albunuwa, yule alodai kwamba huyu ni mwanangu, akifariki huyu, warithahu libnul mutabanni, huyu mtoto aliokuwa ameambiwa ni mtoto wake anakuwa anastahiki kurithi. Hivi ndivyo walivyokuwa wanafanya kabla ya Uislamu.